Sehemu ya 4 ya kuwekeza, nunua fedha za kigeni. Mithali 31:14 anasema, anafanana na merikebu ya biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Fedha za kigeni hizo, kwa fedha za kigeni kama vile dola ama paundi, zina tabia ya kupanda thamani, huwa zishuki. Kwa badala ya kuwa na akaunti za hela ya kawaida hii ya kwetu, unakuwa na dola. Kuwa na akaunti ya dola. Leo hii ukiweka akiba yako dola labda 100,000 au dola 200,000, uweze ukajisikia kama milionea. Lakini ukichukua dola 200,000 ukazidisha mara 3,000 ni milioni 600. Ukiwa na milioni 600 kwenye benki, yani unatembea na mikono umefanya hivi, tajiri. Kumbe dola 200,000. Kwa dola inakupa kujihisi kama hauna hela, lakini unazo. Lakini inakupa pia adabu. Uwezo ukaenda kuchukua dola kunywa soda, kwamba leo unajisikia kiu ya Coca-Cola baridi au Pepsi, unaenda unachomeka ATM kutoa dola unywe soda. Huwezi kufanya kitu kama hicho. Dola inatumika, kwanza unakuwa unasikia uchungu. Ulinunua kwa gharama kubwa, alafu unaichange kwa gharama ndogo kuila, utakuwa unasikia uchungu wa kufa. Kwa hiyo uwezo ukaitumia. Inakupa adabu ya kutomisuse, kutokuwa na matumizi mbaya. Kwa mimi ninunua dola, nilikuwa napata kasadaka na nunua dola, napata kasadaka na nunua dola, napata kasadaka na nunua dola. Siku tunatakiwa kununua hili jengo, nilitoa dola 1,500,000. Hili jengo hili dola 1,500,000. Nilikuwa na uwezo ukaa kimya kwamba hakuna, kaendea ukaa ukumbini. Kwa miaka 8 nanunua dola. Kwa hiyo miaka 8 nimenunua dola. Na wewe miaka 8 nunua dola. Anza leo, mwaka wangapi nenda kuja kufika 30 na ngapi, una miaka mingapi? Kipata hela ndogo, dola moja sasa na shilingi 2,000 na 100 ngapi? Kanunue dola moja unaweka kwenye akaunti yako. Kuna shida gani?